Habari za leo. Kuna wakati natafakari sana kuhusiana na mustakabali wa taifa letu la Tanzania kutokana na siasa za nchi yetu hii. Najiuliza sana kwamba hivi amani ya taifa letu hili la Tanzania itazidi kutulia kama waasisi wa uhuru na muungano anyway walivyoiacha Tanzania ikiwa. Lakini pia kuaga najiuliza jambo lingine kwamba hivi siasa ni nini? Mbona kama siasa za Tanzania ni vita? Mbona kama siasa za Tanzania ni wizi hivi? Yaani mfumo fulani ulioandaliwa rasmi kama vile kufanya wizi wa makusudi kwa kupitia wasiojua, wasiotambua, wasioelewa. Simaanishi siasa za Tanzania tu, kwa sababu siasa haziko Tanzania tu. Kila taifa, kila nchi wana siasa zao. Sasa kwa ujumla wake natafakari kuhusiana na neno siasa. Neno siasa ni nini? Ndio maana nasema kwamba kwa mawazo yangu siasa ni wizi. Hivi siasa ni mfumo wa vita fulani? Na tafakari haya kwa sababu naona kama vile mataifa mengi achana Tanzania, mataifa mengi yameingia kwenye vigogoro mingi ya wao kwa wao, nchi kwa nchi, kutokana na siasa. Mara siasa za vyama vingi, mara siasa za chama kimoja, lakini iwe vyama vingi, iwe chama kimoja, zote ni siasa. Swali langu ni hilo kwamba siasa ni nini? Sio kama mfumo ambako wajanja wa dunia walikaa wakakabuni ili watu wachache wajifiche katika hako kwa nia na makusudi ya kuhodhi, kuiba, kutawanya, kuharibu, kunyanyasa wengine. Mawazo yangu haya, naona mawazo yako. Lakini kama Mtanzania mwenye akili timamu, nafikia tu natafakarishwa hivyo. Wewe unasemaje? Kwa sababu kwetu hapa Tanzania naona kama vile siasa ni mfumo wa vita. Yaani mfumo wa mauaji ya chini, mfumo wa vita, mfumo wa wizi hivi unaowazuia watu fulani wasielewe kinachofanyika katika mfumo huo, unaowatenga watu fulani wasiingilie kati, wasiulize, wasihoji, wasifahamu. Ninaposema haya, sasa mawazo yako yasikulenge, yasikutume kufikiria nazungumzia mambo ya upinzani au nazungumzia chama tawala. Hapana. Kiwe chama tawala kiko katika siasa, viwe vyama vya upinzani ni siasa. Kwa kama ni wizi, mfumo wa wizi, nahisi kwamba hata kama ni vyama vya upinzani siku moja wakapata nafasi ya kuwa viongozi na wakisimamia nchi, taifa, nadhani na wenyewe watafanya yale kama wanavyo watumu wenzao. Nadhani hivyo. Na wao wataiba kama ni kuiba, na wao watafanya haya yanayofanyika na wenzao. Nadhani hivyo. Aidha kwa kutumia akili zao ili wafanye revenge, walipize visasi walivyofanyiwa, au kwa kutimiza hadhima
kanuni na taratibu na miongozo za siasa, na wao watafanya hayo hayo au haya au yale yale. Ndio maana nafikia tu najiuliza, hivi siasa ni mfumo gani huu? Uliletwa na watu gani? Utanisaidia kwamba siasa mfumo huu uliletwa na watu gani? Utanisaidia hilo. Ndio maana nafikia tu natafakari hivyo. Naona kama vile ni mfumo wa kishetani vile. Japo tunasema siasa ni maisha yetu ya kila siku. Ni kweli. Ni kweli, kwa sababu hao wajanja hao ndio wanaopanga budget za nchi, ndio wanaopanga tuishije, tuleje, tunyweje. Hata kama sisi watumishi wa Mungu tunasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, lakini huo msemo ni wa kiroho zaidi. Ile hiyo fedha, mzunguko wa fedha katika nchi, uchumi wa taifa fulani, budget za taifa fulani zinapangwa na wanasiasa. Kwa hiyo wasipopanga hiyo fedha na dhahabu tunayoisema, utaiona. Hakuna pesa rasmi ambayo inatengenezwa kutoka mbinguni. Unanielewa mtumishi wa Mungu au hujanipata vizuri? Hakuna hela rasmi, hakuna pesa rasmi kwamba hii pesa sasa fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, hii pesa sasa inatoka mbinguni. No. Kwa hiyo fedha ninayoishika mimi, unayoishika wewe, wanayoishika wao wanasiasa ni ile ile. Mbaya zaidi ni kwamba hawa wanasiasa ndio wanaoweza kupangilia kuhusiana na pesa za nchi. Unaona hatari hapo ilipo. Sasa kama ndio wanaweza kupangilia kuhusiana na pesa za na uchumi wa nchi na budget ya nchi na hivyo namna hiyo, hawa watu na mfumo unavyowaruhusu ni kwamba watu wengine hawaruhusiwi kuchungulia huko. Yaani niseme hivi, inaonekana walioandaa huu mfumo wa siasa, inaonekana walioandaa mfumo wa nini? Wa siasa, waliseti purpose ile kwamba watu wenye uelewa, wenye ufahamu, wenye kujua, wenye kudadisi, wenye ubunifu wasiruhusiwe kuitwa wanasiasa. Yaani wasiruhusiwe kuchungulia kule kilichomo katika huo mfumo. Waliupanga hivyo nadhani. Moja. Jambo la pili, walivyokaa wakafikiria, kwa sababu ni mfumo wa wizi na machafuko ya namna hiyo kama ninavyosema. Nimesema haya ni mawazo yangu, sio kasema ni na watu kazi. Tukana mtu yana anajaribu kutafakari kutokana na naye yaona katika mataifa mengi na katika taifa letu Tanzania. Kama mtumishi wa Mungu natafakari, kwa sababu siasa ni maisha yetu, yani siasa ni maisha, ni mfumo wa maisha yetu. Usijidanganye mtumishi wa Mungu, hakuna unadanganya siasa, unajidanganya fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, unajidanganya utakuwa unakosea wewe. Kwa hiyo najaribisha kutafakari hayo. Ni kama ninavyokuambia kwamba inaonekana walikaa wakasema kwamba sasa watu ambao pia ni viongozi wa dini katika mfumo wao, sasa wakati wanaandaa mfumo huu, walijua kwamba viongozi wa dini ukisha kuwa mchungaji na askofu, hawa watu wana akili, wamesoma, wabunifu, wafundishaji, ni walimu. Wakiruhusiwa kujua yaliyo kwenye siasa, watagundua, watabaini wizi uliomo katika mfumo huu. Wakasema ole wako wewe kiongozi wa dini, ole wako uingie kwenye siasa. Na ndio maneno ambayo tunayashuhudia mara nyingi. Viongozi wa dini msiingie kwenye siasa, viongozi wa dini msiseme siasa, viongozi wa dini Unajiuliza hao watu wanaosema viongozi wa dini msiingie siasa, kwenye huu mfumo wa siasa kuna nini? Kwa nini hawataki watu wajue kilichomo? Kwa hiyo watu wenye fikra pevu kama sisi hapa tunafikiri mbali kiasi hicho kwamba inawezekana kwenye mfumo huu kuna kitu ambacho kiliandaliwa purposely, makusudi, kwa nia mbaya, kama nilivyokwisha kusema. Ndio maana taambiwa viongozi wa dini hamruhusiwi. Lakini hao wakati tunapofika wanataka viongozi wa dini wapigie kura. Wapigie nini kura? Naposema hivi simaanishi
sehemu moja kwamba namtetea mwanasiasa huyu, natetea chama cha siasa hiki. Mimi siko huko. Nasema hivi, hata kama ni wapinzani kwa majina yao, kwa vyama vyao, siku hata wao wakipata fursa, nafasi ya kwa viongozi wa nchi hii, nadhani na wao wataiba kama ni kuiba. Nadhani na wao watakuwa wabaya kama wabaya wanaowatuhumu wenzao au wanaowaona. Kwa nini? Kwa sababu kitu siasa ni mfumo wenye nia na makusudi ya mambo kama nilivyokwisha kuyasema. Nadhani hivyo, cha kutudanganya kwamba sisi tukiingia tutafanya vizuri, sisi tukiingia tutafanya hivi, tutaiba. Hakuna kitu, hamna kitu. Nadhani hakuna kitu. Ninaanza kufikiria out of the box. Ninaanza kufikiria nini? Out of the box, kwamba na wao hakuna kitu kipya watakachokifanya, kwa sababu watakuwa wanaendeshwa na kanuni na taratibu na miongozo za kitu siasa, kanuni na taratibu na miongozo za mfumo wa siasa. Wizi, mauaji, malipizo, sira, uongo, kitu vya namna hiyo. Nadhani na ndio maana hata hawa wanaonekana kwamba wako kwenye madaraka, pengine nadhani watu msiwachukie bure. Wanayafanya kwa kuongozwa na mfumo wa hiki kitu tunachokisemea siasa. Mfumo wa nini? Wa siasa. Nadhani na ndio maana wakati mwingine hata mataifa ya magharibi wanafikia hatua ni kama wanasimamia mataifa ya Kiafrika inapoonekana kwamba wanataka kwenda kinyume, kukosea, wanataka namaanisha kwenda kinyume dhidi ya mfumo wao, kwenda kinyume dhidi ya siasa. Unaona kama vile mataifa ya magharibi wanataka kunyosha mkono kwamba unafanya nini hivyo. Kwa hiyo ni kama siasa hizi zinakuwa monitored, zinasimamiwa na watu fulani walioanzisha huu mfumo wa siasa. Naona hizi ni tafakari zangu kabisa. Haya, wakasema walimu katika mfumo huo wa siasa waliotengeneza, watu wote wenye uelewa wasiingie. Sasa walimu, kwa ujumla waajiriwa wote, madaktari, wauguzi, kwa ufupi waajiriwa wote. Mfumo huu hauwaruhusu kujionyesha, kujidhihirisha, kujitangaza, kuingia, kuwa wazi kwamba na wao ni wanasiasa. Hauwaruhusu. Kwa nini waruhusu? Ni watu waelewa, wabunifu, wadadisi, wasije wakagundua yaliyomo katika siasa. Badala yake utaona wanasiasa hawa ni kama wanaonyesha dalili kama za kuwapenda watu wasiojitambua, wasio wadadisi, wasioelewa, wasio wabunifu, wasio chokonoa mambo. Wanasiasa wanawapenda hao na kuwadanganya na vitu vidogo hivi, wakijua kwamba hawa watu ni ngazi kwao, hawana uwezo wa kuhoji, hawawezi kukataa, hawawezi kuuliza, hawawezi Mfumo wa siasa unawataka watu wa namna hiyo. Sasa kama mfumo wa siasa huu uko hivyo, huu mfumo ni wa kimungu kweli? Wa kimungu kweli huu? Huu mfumo ni wa kimungu kweli? Ndio, niseme hivi. Hata kwenye Biblia nakubali kwamba kuna mfumo wa kiuongozi. Niuite mfumo wa kiuongozi. Siwezi kuuita mfumo wa kisiasa. Kwenye Biblia hakuna mfumo wa kisiasa. Kwenye vitabu vya dini hakuna mfumo wa kisiasa.
kuna mfumo wa kiuongozi. Sasa huu mfumo wa kiuongozi kwenye vitabu vya dini unatofautiana sana na mfumo wa kisiasa za kidunia. Unatofautiana sana. Ukiangalia vizuri unatofautiana sana. Lakini usipoangalia vizuri utaona kama vile na wao akina Musa, akina Ibrahimu, akina Isaka, utaona kama vile na wao walikuwa wanafanya nini? Wanafanya siasa. Lakini wale walikuwa wafanyi siasa. Ile walikuwa wanaongoza. Walikuwa wanaongoza. Kwa maana ya kwamba roho kama tunazoona katika mifumo ya siasa ya mataifa yetu haya, hizo roho hazikuwepo katika wale watu. Hazikuwepo. Na tafakari haya nikijiuliza kwamba kama siasa za mataifa ziko hivi, kama siasa za mataifa ziko hivi, kwamba wahusika wale makada, wanaitwa makada, wahusika wakubwa, wao wanaamini sana katika miungu kabisa, wanaamini sana katika miungu. Ndio maana ni wepesi kutofanya kafara, kutoa kafara, ni wepesi kufanya ushirikina mbalimbali, ni wepesi kuamini miungu mbalimbali. Tofauti na kumwamini Mungu, wanaamini miungu zaidi. Hawa watu ni wepesi kwenda kwa waganga kienyeji, kwenda kwa washirikina, wakawasikiliza, wakawaketisha kwenye ngozi za kenge na kuwanywesha vitu vichafu na kuolesha vitu vichafu na kuwapaka vitu vichafu ya kila namna na machanja chale na masharti ya kila aina, kuliko kwenda kwenye habari za Mungu. Yaani wanasiasa wako tayari, wako wanafanyaga hivyo. Kuambia wanasiasa njoo kwenye msikiti, njoo kanisani tufanye ibada, tufanye maombi, tuwaombee, huku wapati waoni. Au hata kama sio kuambia, lakini wakajua kwamba siasa hizi zinahitaji Mungu, acha twende kwenye makanisa tuombewe, twende kwenye huko. Hata wakienda unaona kwamba wanaenda wakijua kwamba ni sio sehemu yao. They're not ready sana kufanya hivyo. Hata kama wakienda wanaenda wakilenga kutengeneza mazingira ya kampeni na kupata kura na kufanya tena namna hiyo. Lakini sio kwamba wanalenga sana kwa upande wa Mungu. Ndio maana jiuliza, hizi siasa ni nini? Siasa ni nini? Wewe unasemaje? Siasa ni nini? Ni nini yani? Hebu tutafakari wote. Siasa sio mfumo wa wizi kweli? Siasa sio mfumo wa wizi kweli? Siasa sio mfumo wa wizi kweli? Siasa sio mfumo wa mauaji kweli? Siasa sio mfumo wa uongo kweli? Ziko siasa kwamba zimsaidie mtawaliwa au mwananchi? Hakuna. Ndio maana hitimisha kwa kusema kwamba nadhani mfumo huu wa siasa, mfumo wa kisiasa huu, tukubali kwamba hata kama ni chama kipi kitaingia kwenye madaraka, uwezekano wa kufanya kama wenzao au kwa tofauti kidogo tu, manake uwezekano wa kuiba bado ni mkubwa, uwezekano wa uongo bado ni mkubwa, uwezekano wa kufanya mauaji bado ni mkubwa, kwa sababu mfumo wa neno siasa, wa kitu siasa, ndivyo ulivyo. Kwa lipi lifanyike? Kuna haja ya kubadilisha vyama vya siasa, kwamba leo mwaka huu au baada ya awamu hii waingie hawa, baada ya awamu nyingine waingie hawa. Kuna haja? Nadhani ni sawa, kuna haja. Ili kama ni kuiba, basi na wao waibe, alafu mengine machache wawarushie hawa wajinga. Wawarushie hao wajinga ambao hawawezi kuhoji na kuuliza. Nadhani kuna haja. Na ndio maana
waanzilishi waliruhusu hivyo kwamba basi kuwepo na vyama mbalimbali kwa nia kwamba waweze kupokezana wizi wao kwa zamu. Asante. Mimi ni Bishop Anastasi Kuyendaguza. Natafakari hayo kwa mujibu wa taifa langu la Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuende kuombea uchaguzi mwaka huu, kuna kazi kubwa. Mungu atusaidie taifa Tanzania tuvuke salama. Asante.